Club katika mechi hii ya kihistoria dhidi ya RS Berkane kutoka Morocco. Hatua hiyo pia ni sehemu ya juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar za kuunga mkono maendeleo ya michezo na kuleta hadhi ya kimataifa. Mbali na kuruhusu matumizi ya uwanja huo bure, Rais Dr. Mwinyi amechukua dhamana ya kugharamia maandalizi yote muhimu ya uwanja kwa mechi hiyo. Aidha, fainali ya mechi hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na maelfu ya washabiki kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa kutambua uzito wa mechi hiyo kwa taifa, Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuhudhuria fainali hiyo sambamba na Watanzania wote katika kuwaunga mkono Simba Sports Club na kuhamasisha ushindi wa kihistoria. Hii ni taarifa ambayo imetolewa hii leo kwenda kwa vyombo vya habari kuhusiana na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kubeba gharama zote za matumizi ya uwanja wa New Amani. Kawaida kwa watu ambao hawajui kuna gharama za uwanja. Mnajua siku hiyo kuna vitu vingi kwanza kuutumia uwanja wenyewe, kuna mambo ya umeme, mambo ya nini, vitu vingi. Kwa hiyo Simba hata bure. Kwa kiongozi wa nchi kufanya hivyo ni sawa, kwa sababu kiongozi utakiwa kubezi sehemu yote, yani kwamba kama ukiwa rais wa nchi manake hizi klabu zote unatakiwa uzibebe, lakini sisi kama mashabiki wa Yanga tukio kama ile haitufurahishi, kwa sababu hatuhitaji hata wapate pumzi, yani kwamba hata wapate nafuu, umeelewa? Lakini kwa kiongozi kama wa nchi kama Dr. Mwinyi alichokifanya yeye kwenye nafasi yake ni pongezi. Lakini sisi kama mashabiki wa Yanga haijatufurahisha sana, kwa sababu lengo letu tunaona yani tunatamani tu kwa jamaa wakipigwa nje, na kwa sababu uhakika wa kutokuchukua kombe sisi kama Yanga tunao, lakini tunatamani kuona wakipigwa nje ndani. Yani hiyo ndo matamanio yetu. Nyinyi mnaamini kwamba Simba hawezi kuchukua kombe? Yani hilo sisi kwetu sisi tunaona kama yani lipo kama msaafu vile. Lakini tunachokiangalia kwamba tunatamani kama kule kapigwa mbili hapa atapigwa tano mbili nyingine. Hivi Meja, kiutani kisaikolojia umejiandaaje ikitokea Simba akachukua ile kombe? Maumivu yake siwezi, yani sijajiandaa kwa kifupi. Ni kama wewe uweze kusema kwa umejiandaaje mwizi anapokuvamia nyumbani kwako. Yani nitaumia sana kwa sababu kwenye magari wote tunajiandaa, unatembea na unajua kwenye magari utakuta unapanga, una rungu. Nisikie sasa. Yani hasa una masafa marefu. Kasuga, katika watu ambao watapata kashfa na ambao wanakashifiwa kabla mechi haijachezwa, lakini mimi ndio naonekana kwamba nimepeleka gundu, yani kwamba nilikuwa na gundu kutoka nguvu mbili nimekuja umenipeleka Yanga. Kwa sasa kitendo cha nguvu mbili wakipata kombe, maana yake katika mashabiki watakuwa na maisha magumu kwenye mtandao na kwenye yani mitaani. Mimi ndio wa kwanza, hakuna mwingine yoyote, ni mimi. Kwa hiyo sitamani hata kuona wakipata hata goal offside. Kwa hiyo inawezekana Meja ndo anaichelewesha Yanga makombe mbaya. Yani makombe yapi sasa? Mpaka sasa hizi Yanga hajatangaza ubingwa. Kumbe Meja kaingia na mguu ambao ushindi makombe. Hapana, sio kweli. Kidogo ni mweke sawa Meja. Serikali kuingilia kati, kweli serikali hawezi kuonyesha yeye yupo timu gani, lakini pia uzito wa kombe na uzito wa tukio. Ujue finali ilichezwa hapa Tanzania. Yanga alicheza, lakini tofauti wa finali hii na Yanga, bingwa anatawaza katika ardhi yetu ya Tanzania. Iko kitu lazima wakijue. Bingwa anatawaza katika ardhi yetu, anakabidhiwa ndio tukiwa ndani ya ardhi ya wapi? Ya Tanzania. Kwa hiyo lazima serikali ionyeshe jitihada nyingi katika uwekezaji kwenye hiyo mechi husika, si ndio? Alafu chengine hawa kitu sio kijua. Sisi Simba Sports sisi tuna mipaka yetu, alafu tuna uheshimu mpira wa miguu. Tunajua kuna muda timu inapambania nchi. Hawa mashabiki wa Yanga kama kina Meja hawa ambao wanaulipiwa hawa wanatakiwa wakununuliwa, maana mpaka hapo wametolewa hela ndio ushabikie timu. Hawa hawezi kuwa mapenzi na timu. Hawa kwa sababu wanaelewa sisi tunaojua mpira, kuna tukio kifikia lazima uunge mkono kwa katika. Leo hii Simba kichukua ubingwa ni heshima hadi kwa Yanga. Sio kwa Simba tu. Heshima mpaka kwa Young Africans. Simba kibakisha ili kombe. Heshima ya Yanga vipi? Heshima inakuja ndio timu ya kwanza kutoka Afrika Mashariki kuchukua ubingwa wa Afrika. Kombe la shirikisho. Ndio kwa sababu tunaongelea ubingwa wa Afrika, kuna makombe mawili kwa Yanga itasaidia nini? Useme kombe gani? Ya sawa, kombe la shirikisho. Watu sema kombe. Heshima inakuja kwa ndani ya nchi na mipaka ya nchi ya Afrika Mashariki. Tukichukua kombe la Toyota limewasaidia hii. Ile sio kombe ile bonanza, sikiliza chengine. Sisi tukichukua ubingwa, sisi tutaacha kubishana na mashabiki wa Yanga. Mimi nikibishana na Meja nitakuwa namwangalia, akimaliza anampa 10,000. Basi. Kwa sababu tutakuwa tunajishia heshima. Ya mimi Meja nikibishana naye nitakuwa namwangalia. Akimaliza anampa 10,000 na
Hatuwezi kulikosa sisi ile kombe. Bwana